fulani pale ambapo unatazama vyema kabisa Sky TV. Kwanza ni kushukuru kwa sababu ya muda wako wa thamani kubwa. Asante kwa ambao unapata kupitia Azam Dish kwenye other channel 22, lakini pia kwa ambao unapata kwenye Zanzibar Cable TV kupitia channel namba 14. Nikushukuru pia wewe ambaye kupitia Sky Digital unatupata kwenye @Sky International TV, we Facebook, YouTube, Instagram, pamoja na mitandao namna hiyo. Kwa pamoja tunakuwa tuko pamoja. Mimi naitwa Maliango Mogeta, nikukaribishe katika jicho letu. Ndio jicho la kwanza katika mwaka 2026. Kwanza nikwambie heri ya mwaka mpya, na nikukaribishe sana katika jicho letu, na tuanze kuyazungumzia yale ambayo tunajaliwa kuweza kuyazungumzia siku hii ya leo. Kubwa ambalo ninalo leo katika jicho letu, tutaweza kugusia kata tofauti, lakini leo najikita kabisa katika kata ya Mpunguzi. Unaijua, ipo katika jiji la Dodoma, na tuweza kuzungumza mengi zaidi. Nimefanikiwa kuwa na mheshimiwa diwani wa kata ya Mpunguzi, Mheshimiwa Isaya Aidan Chilongani, ambaye niko naye. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana, nashukuru. Heshima yako. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana, nashukuru. Ndio. Kila la heri kwanza, kwa na hongera sana kwa kukupata nafasi ya kuwa diwani. Nashukuru sana. Wananchi wameamua. Ni nafasi kubwa sana. Ndio. Na naamini mpaka kuweza kuchaguliwa kwako, maana yake kwamba wananchi wa kata ya Mpunguzi kwa vyovyote vile wanaamini kwamba wewe utawafikisha katika nchi ya ahadi. Naam. Karibu sana. Asante sana. Nataka kuweza kufahamu kwanza, tukizungumzia Mpunguzi, hii ni kata ambayo inapatikana wapi katika jiji la Dodoma? Mpunguzi ni kata inayopatikana kusini mwa jiji la Dodoma. Ni moja kati ya kata ambazo ziko katika jiji hili la Dodoma, na ni moja kati ya kata 21 zilizo katika jimbo letu la Dodoma mjini. Naam. Okay, kwa ni moja kati ya kata zile 21 ambayo kwa vyovyote vile inaunda kuwa na kata 21. Ina mitaa mingapi ndani yake? Kata ya Mpunguzi ina mitaa 9 ndani yake. Mitaa 9. Kuna mtaa wa Sabasaba, kuna mtaa wa Azimio, kuna mtaa wa Itumbi, kuna mtaa wa Mkwawa, tuna mtaa wa Karume, tuna mtaa wa Nkulabi, tuna mtaa wa Mazengo, tuna mtaa wa Mwongozo, na mwisho kabisa tuna mtaa wa Sabasaba. Yote hiyo inamilikiwa na Mheshimiwa Isaya Aidan Chilongani. Naam, kabisa. Safi sana, hongera sana. Asante sana. Kutoka Mpunguzi kule, kwanza tungetaka kuweza kufahamu, kila eneo unajua kuna shughuli zake za kiuchumi na shughuli ambazo zinasababisha maendeleo yapatikane. Ndio. Kwa Mpunguzi shughuli gani ambazo zinasababisha au nategemea kwamba kupitia shughuli hizi basi uchumi utakuwa? Asante sana. Mpunguzi ni moja kati ya kata ambayo kwa kweli kwenye shughuli za uzalishaji na inatambulika sana hasa kwenye kilimo cha zabibu. Zabibu ni moja kati ya zao ambalo kwa miaka mingi limekuwa likilimwa na wakazi wa Mpunguzi. Mimi nimezaliwa kwenye zabibu na kuwa kwenye zabibu. Kwa hiyo mpaka leo Mpunguzi inatambulika vizuri zaidi kwenye zao la zabibu. Lakini mbali na zabibu kama ulivyozungumza, ziko shughuli nyingi ambazo watu wanazifanya, ikiwa ni shughuli za ujasiriamali, kufanya biashara ndogo ndogo. Watu wako wengi sana wanaofanya hizo shughuli. Kwa hiyo Mpunguzi iko katika mazingira hayo. Tuna wajasiriamali, lakini pia tuna kilimo cha zabibu, mboga pamoja na nyanya. Ni maarufu sana kwa ajili ya shughuli hizo. Naam. Kupitia zao hilo toka kuanza kwake mpaka sasa hivi limeleta mabadiliko gani katika kata ya Mpunguzi? Mabadiliko ni makubwa, japo wakati mwingine pia yanawezekana yasipimwe sana kwa vile ambavyo pengine watu wanatazamia, lakini mabadiliko ni makubwa. Kwa mimi ambaye nimezaliwa pale, nimekulia pale, ninaona mabadiliko makubwa sana kwenye kata yangu ya Mpunguzi, kwa sababu watu wametoka kwenye maisha ya chini, lakini leo ukianza kuangalia shughuli za maendeleo walizo nazo ni kubwa mno, na kikubwa wanachokitegemea ni zao la zabibu. Hilo ndilo ambalo limebadilisha maisha yao kutoka awali mpaka sasa walipo, maana yake ni kwamba wamevuka hatua, na hayo ni mafanikio makubwa sana. Tukizungumza kwa mfano kwenye mafanikio ambayo tunayazungumza ni kwamba yawezekana wakati mimi nakuwa mtu alikuwa na nyumba ambayo ni ya tope, lakini anamiliki shamba la zabibu. Wakati ule bei zikiwa ziko chini kabisa, ambapo hata mtu kuweza kununua vifaa vya ujenzi ilikuwa ni changamoto, lakini leo unamwona mtu anaweza kumiliki nyumba ya kudumu, kitu ambacho tayari unaona ni mabadiliko makubwa na yameletwa kwa sababu ya matokeo ya zao la zabibu. Naam. Tukizungumzia masuala mazao tunaenda mashambani, na tukisema mashambani kule kumekuwa na
hali tofauti tofauti, nikiwa namaanisha kwamba wapo wale ambao wanakuja kuchukua zao hilo zabibu na kulipeleka kiwandani na kubadilisha kuwa kinywaji kwa namna moja ama nyingine. Wakulima wananufaika vipi katika kuhakikisha kabisa kwamba lile zao ambalo linachukuliwa pale wao wananufaika nao na kuleta mabadiliko katika maisha yao, na sio wale ambao wanaenda kuzalisha ndio wanapata mabadiliko zaidi. Nikiwa namaanisha kwamba wakulima husika wa Mpunguzi, yani wananchi wa Mpunguzi, wana elimu kubwa kiasi gani kuhusu mazao haya na kuhusu kwamba hapa bwana hiki kitu ni cha milioni 1 lakini kwa sababu hana elimu hata ukimpa 10,000 yeye anapita nayo. Hilo nafikiri umenielewa. Nimekupata vizuri. Hali hiyo ikoje katika eneo hilo? Kwa kweli kwenye hilo swala bado kuna changamoto kubwa sana, kwa sababu mimi ninachoweza kusema kwa ujumla ni kwamba masoko ya zao la zabibu yanapatikana, japo wakati mwingine kupatikana kwake kumekuwa na changamoto. Kwa nini nasema changamoto? Ni kwa sababu hawa watu wa viwanda, kwa mfano wanaomiliki viwanda vya kutengeneza wine ambavyo sasa matokeo yake ni kwamba wanachukua zao la zabibu kwa wakulima, baadaye wanakuja kuleta kiwandani, wanaliprocess, baadaye wanakuja kuuza ule mchuzi wa wine ambao tunasema kwamba baadaye mchuzi ule unakuja kuzalisha wine. Wale kwa kiasi kikubwa sana wamekuwa wakienda mashambani kwa wakulima, na wakati mwingine wanakwenda kuzungumza kwa makubaliano yao kwamba pengine mkulima huyu amkopeshe kwa miezi labda 3, 4, 5. Baada ya kuwa yeye ameshazalisha, ameshauza, ndipo baadaye aje afanyaje, akishatengeneza angalau ka faida, ndipo aje amrejeshie mkulima. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine zao lile ni kweli linalimwa na wananchi wanalima kweli, wanapata mazao yale, ila wakati mwingine imekuwa ni changamoto kubwa sana kwao, kwa sababu hasa wanapoanza kufuatilia pesa ambayo pengine walikuwa wameingia makubaliano na wamiliki wa viwanda, wakati mwingine wanapata changamoto kubwa sana na inafika mahali mpaka tunaingilia kati kwa ajili ya kuwasaidia kuweza kupata zile fedha zao. Yawezekana wanapata fedha, lakini fedha zile pia wanakuwa wanapata kwa awamu, labda pengine awamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, tofauti na makubaliano yaliyokuwepo kwamba tutakapokuwa tumekuuzia kwa miezi 3 tutakupa fedha yako, au miezi 4 tutakupa fedha yako. Kwa wakati mwingine mtu akipata kiasi kidogo kidogo kinakuwa hakimfikishi pale ambapo pengine alitamani afanye maendeleo makubwa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa kiasi fulani wamenufaika, lakini kwa kiasi fulani pia wanapata changamoto kubwa sana, hasa kwenye kufanya shughuli zao za kimaendeleo, kwa sababu ya kupewa fedha kwa awamu tofauti tofauti, wakati pengine alikuwa amekubaliana wapewe kwa awamu hii moja. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto na swala la kupewa fedha awamu kwa awamu ni kwamba ni tunatumia neno ni kiburi tu cha wale ambao wamekuja kwa rubuni kwamba unapaswa tukopeshane alafu nitakupa pesa yako, au ni hali halisi katika mazingira ya soko pia, na huyu naye anapata tabu, kwa sababu umegusia kwamba hata nyinyi viongozi sasa mnaingilia kati ndio unakuta kwamba naye anapata. Kwa nini kumekuwa na hiyo changamoto? Kumekuwa na hiyo changamoto wakati mwingine, nafikiri pengine hata hawa wanaochukua zabibu wakati mwingine soko nalo limekuwa likiumba. Soko bado ni kama halijawa sawa, kwa sababu ukianza kuangalia bado tunategemea soko la ndani. Na kama tunategemea soko la ndani, bado changamoto yake ya utokaji wa zile bidhaa inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo yawezekana nia ni njema ya wale watu wenye viwanda, wanataka kuja kusaidia wale wakulima, ni kweli wachukue mazao yao kwa ajili ya kuhakikisha kwamba angalau mkulima yule mazao hayaozei shambani. Lakini anapokuwa ameleta kiwandani, yule aliye ya process baadaye kwa ajili ya kwenda kuyasupply, mwisho wa siku naye anapata changamoto kwenye soko. Kwa hiyo unakuta kwamba anapokuwa amesambaza, kinachopatikana kidogo ndicho anachokirudisha kwa nani? Kwa wakulima. Kwa hiyo si kiburi cha wale wenye viwanda, ila wakati mwingine pia soko imekuwa nini? Imekuwa ni changamoto. Na hapo pia nitoe wito wangu kwa serikali pia kuweza kuona namna gani ambavyo inaweza kawezesha soko hili la zabibu likaweza kupatikana kwa kiasi kikubwa sana, ili kuwarahisishia pia wananchi, lakini mbali na hilo pia kuwarahisishia watu wenye viwanda, ili kama wanaweza kusafirisha angalau kutafuta masoko mengine ya nje, basi iwe rahisi, na mwisho wa siku wananchi wetu wanaweza kunufaika zaidi na zao la zabibu. Mtazamaji unayetazama Sky TV, tuko pamoja katika jicho letu, kipindi cha kwanza kwa mwaka 2026, na nimepata bahati ya kuwa na mheshimiwa diwani wa kata ya Mpunguzi, Mheshimiwa Isaya Aidan Chilongani, ambaye tunazungumza naye hapa, na ameeleza namna ambavyo wananchi wake, uchumi ambao wanautegemea, na namna ambavyo wanaweza kufikia mbali zaidi katika kile kitu ambacho wanakifanya. Ni awamu yako ya kwanza kuingia katika eneo hili. Naam. Nasema kwamba umeachiwa kijiti. Ni sahihi. Yule aliyokuachia kijiti, ndio alikuachia kijiti katika mazingira kwamba vile alivyovifanya vilitekelezeka au bado kumekuwa na changamoto, na wewe ulioingia ukaona pamoja kutokana na mazingira na hali alishindwa, mimi nianzie pale ambapo yeye alishindwa, alafu ndo nije na mikakati yangu, kwa sababu uliahidi katika kampeni nini cha kufanya. Ndiyo. Au umekuta kwamba kila kitu kiko sawa, wewe umeanza na mikakati yako?
Asante kwa swali hilo, na nafikiri pia nizungumze tu wazi kwamba hakuna mtu yoyote ambaye ni mkamilifu na hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kuyafanya mambo yote kwenye jamii yakaisha kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kumekuwepo na mafanikio makubwa kwenye awamu iliyopita, na kwa kweli alifanya mambo makubwa, na mimi nimpongeze mwenzangu aliyetangulia, nimpongeze kwa yale aliyofanya. Lakini najua katika yale ambayo aliyafanya, kwa sababu kata ya Mpunguzi ni kubwa na ina changamoto nyingi, hayakuweza kukamilika yale yote. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo pengine yamebaki kama sehemu pia ya mimi ambaye nilikwenda kwenye majukwaa kwenda kujinadi na kwenda kuomba kwamba wananchi wanichague ili niende nikamalizie yale machache ambayo pengine yalikuwa yamesalia, ama pengine kuanzisha yale mengine mapya ambayo hayakufanyika kabisa kwenye kata ya Mpunguzi. Kwa hiyo nimpongeze kwa yale yaliyofanyika, lakini kuna machache ambayo bado hayakufanyika, na mimi nimeshika kijiti, naamini kwamba yale mengine yaliyokuwa yamesalia basi nitakwenda kupambana nayo kuhakikisha kwamba kwa sehemu basi tunakwenda kuyatatua ili wananchi wetu wabaki kuwa na maendeleo kwenye kata ya Mpunguzi. Hivi tunavyozungumza tayari ni mheshimiwa diwani na uko kwenye kiti cha udiwani. Ndio. Changamoto zipi ambazo zipo katika kata ya Mpunguzi na unaziona kwamba hizi nitazitatua, hizi zitenda nazo vizuri mbali ya zile ambazo umeweza kuzaidi katika kampeni? Tuanzie katika miundombinu. Hali ya miundombinu ikoje? Hali ya miundombinu kwenye kata ya Mpunguzi si mbaya sana, lakini pia si nzuri sana kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ambayo yanaweza kufikika na kuna baadhi ya maeneo hayafikiki. Na hayafikiki kwa sababu pia miundombinu imekuwa ni mibovu. Nikizungumzia kwenye baadhi ya maeneo, kwa mfano nikizungumzia barabara moja ambayo inatoka kutoka barabara ya lami kwenye kibao cha shule ya msingi tunapaita kuelekea Itumbi pamoja na Mkwawa. Ni barabara ya muhimu sana, ni barabara ambayo uchumi wake kwenye hilo eneo ni mkubwa mno, kwa sababu wakulima wapo wa zabibu, wako wakulima wa nyanya, wako wakulima wa mboga mboga na vitu mbalimbali vinafanyika kule. Lakini hiyo barabara imekuwa korofi tangu mwaka 2020 na 21 baada ya mvua kubwa kuwa zimenyesha, barabara iliharibika kabisa, na tangu wakati huo barabara ile haijatengenezwa mpaka leo. Wakulima wanapata taabu, wa zabibu, wakulima wa mboga mboga, wakulima pia wa nyanya, na hata hivyo kupelekea pia halmashauri yetu kuweza kukosa mapato ambayo pengine yangeweza kuzalishwa kutokana na zile bidhaa ambazo wakulima wanazizalisha. Kwa hiyo ni ombi langu pia kwa serikali na halmashauri ya jiji la Dodoma pia kuweza kuona ama kuweka mkazo mkubwa kwenye ile barabara ili angalau basi iweze kufunguliwa na kuwekwa kifusi kizito, ili mwisho wa siku wale watu wenye mazao kule ambao wanazalisha yaweze kufika kwenye masoko kwa urahisi, na mwisho wa siku halmashauri yetu kukusanya mapato makubwa kwa ajili ya kufanya shughuli nyingine za kimaendeleo kwenye jiji letu la Dodoma. Kwa kutoka mwaka 2020 mpaka sasa bado hajafanywa utatuzi wa aina yote, na ukijumlisha na hizi mvua ambazo zimenyesha hivi karibuni au zinazoendelea kunyesha, maana yake hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Jitihada binafsi labda za wananchi, kabla hatujasubiri fedha kutoka kule kwenye halmashauri, kwa nafasi ulionao na wananchi ambao wanakuzunguka, je, mmefanya jitihada yote kusema bwana sasa hebu kabla greda alijaja tuchukue labda jembe au nini kusawazisha, au ni katika mazingira ambayo huwezi kufanya hivyo mpaka fedha itoke na nani ikae sawa? Hapana, mimi ninachoamini kwamba uongozi, wakati mwingine uongozi unapaswa kuwa shirikishi. Na nimeshaanza kuchukua hatua, ikiwa ni pamoja na kuwaita wawekezaji wote wa kata ya Mpunguzi. Tunao wawekezaji wa aina mbalimbali, tunao wawekezaji wa madini mchanga, tunao wawekezaji wa viwanda vya tofali, tunao wawekezaji wa viwanda vya waini, tunao wawekezaji wa mashamba, tunao wawekezaji wa aina mbalimbali kwenye kata yetu ya Mpunguzi. Na kwa kutumia hao wawekezaji, maana yake ninaamini hao ni wadau wa maendeleo. Kwa kushirikiana na wale wawekezaji pamoja na wananchi, nimeshaanza kuchukua hatua kwa kuwaita wote kwenye vikao na kuwaeleza changamoto zilizoko kwenye kata ya Mpunguzi na kuona ni namna gani ambavyo tunaweza tukasaidiana, badala ya kusubiri fedha kutoka kwenye halmashauri, basi tuanze sisi ili halmashauri tukute kwa sehemu tumeshaanza kuyafanya. Kwa hiyo niko kwenye hiyo michakato na tayari nimeshawapigia simu na nitakuwa na kikao hivi karibuni na wale wawekezaji wote ili kuweza kuona maeneo yale yote korofi, angalau basi najaribu kuweka zile hoja kwa wale wawekezaji pamoja na wananchi wote, ili angalau jambo hili liwe jumuishi na mwisho wa siku tuweze kutatua zile changamoto ambazo ziko kwenye kata yetu ya Mpunguzi. Na mwitikio ni mzuri. Mwitikio ni mzuri hata ulipokuwa unapiga simu kwamba kwa wawekezaji napiga simu, wanasema kiongozi, tunakushukuru sana kwa sababu wawekezaji kwenye kata ya Mpunguzi tuko wengi sana. Kama utatutumia basi yawezekana maendeleo yakapatikana kwenye kata yetu ya Mpunguzi. Kwa mwitikio ni mkubwa mno. Nashukuru kwa hilo. Kwa maana yake kwamba kupitia hilo likifanikiwa, hata kama zile fedha kule kwenye halmashauri zitachelewa, basi huku maisha yanaweza kubadilika na mambo yakaenda vizuri zaidi. Safi. Ni vizuri tukugusia kidogo vitu muhimu ambavyo vinaigusa kata hii ya Mpunguzi, na tuko na mheshimiwa diwani wa kata ya Mpunguzi, Mheshimiwa Isaya Aidan Chilongani, akielezea namna ambavyo jitihada ambazo ameanza kuzifanya, na kama umemsikia tayari ameanza kunyanyua simu
kwa mtu mmoja baada ya mwingine, ili kuona namna gani ushirikiano utakuwepo. Sahihi. Kila eneo ndio kuna swala zima la afya. Sawa. Hali ya afya ikoje katika kata yako? Hali ya afya kwa kweli iko vizuri sana. Tumeshakaa kwenye vikao, tumeshapata tathmini, tumeshazungumza na wataalamu, waganga wafawidhi kwenye zahanati zetu mbili. Tunazo zahanati mbili. Tuna zahanati ya Mpunguzi, lakini pia tuna zahanati ya Mkulabi. Utolewaji wa huduma kwa kweli ni mzuri. Kwanza hapo ndio zahanati ya Mpunguzi na zahanati ya Mkulabi zinatosheleza mahitaji ya wananchi wa eneo husika, au bado zinahitajika zahanati nyingine? Kwa hapo naweza nikasema kwamba kituo cha afya kinahitajika katika kata ya Mpunguzi kulingana na sera ya afya, inahitaji kwamba kila kata kuwepo na kituo cha kituo cha afya. Kata ya Mpunguzi bado hatuja na kituo cha afya. Kwa hiyo tuna zahanati hizo mbili ambazo zinahudumia baadhi ya mitaa kwenye kata kwa maana kijiji cha Mpunguzi, na pia ya Mkulabi nayo inahudumia mitaa ya Mkulabi pamoja na baadhi ya mitaa ya Mpunguzi. Kwa hiyo huduma si toshelevu kwa 100%. Kuna wakati wahudumu wanazidiwa na wale watu wanaokuja kutafuta huduma pale kwenye vituo vyetu, kwenye zahanati zetu. Kwa hiyo tunatamani sana kuwepo na kituo cha afya cha kata ya Mpunguzi ili pia kiweze kurahisisha utoaji wa huduma badala ya kuelemea kwenye zahanati zetu mbili ya Mkulabi pamoja na ya Mpunguzi. Kwa hiyo ni ombi langu pia kwa halmashauri pamoja na serikali pia kuweza kuona umuhimu wa kutujengea angalau kituo cha afya kwenye kata ya Mpunguzi, ili mwisho wa siku angalau kuweza kutatua changamoto mbalimbali ambazo pia zinajitokeza wakati wagonjwa wakiwa wengi kwenye zahanati ya Mkulabi pamoja na zahanati ya Mpunguzi. Na hapo nitakwambia tu machache kwamba kwenye zahanati ya Mkulabi inafika wakati kweli wagonjwa wanakuwa ni wengi sana, lakini pia kuna changamoto mbalimbali kwenye hizi huduma zetu za kiafya. Ukiangalia kwenye zahanati ya Mkulabi pale watu wetu hawana wale madaktari au nisema watumishi hawana sehemu ya kujihifadhi kwa maana ya nyumba ya watumishi. Kwa hiyo ni ombi langu kwa halmashauri, lakini pia serikali kuweza kuona namna gani ambavyo inaweza kutusaidia tukaweza kupata pale jengo la watumishi ili angalau pia waweze kujihifadhi, kwa sababu hapo walipo wanaishi kwenye sehemu ambako kuna chumba cha maabara, lakini pembeni yake kuna chumba kidogo, ndipo ambapo watu wanajihifadhi. Kwa hiyo ni vizuri angalau tukapata nyumba ya watumishi ili angalau wanapohitajika kwenye huduma ya afya basi wakati wote waweze kupatikana pale. Naamini serikali nasikia na nisikivu, basi itakwenda kutusaidia na mwisho wa siku kuweza kupata angalau nyumba ya watumishi pale. Sawa. Mheshimiwa Diwani, una muda mfupi toka ukae katika hiki kiti. Ndio. Na naweza nikawa nakuuliza vitu vigumu, lakini ndio inabidi uwe navyo. Ndio. Jitihada gani ambazo baada ya kufika na kuona kwamba sasa kuna changamoto hii, jitihada gani ambayo imefanyika kwa sasa kuhakikisha kwamba wakati tunasubiri kutoka juu, sawa, sisi huku tunajichanga vipi ili tukae sawa, hao wauguzi wakae vizuri? Kuna jitihada zote ambazo zimefanyika au ndio tuko katika barabara ile ya kuweza kufanya hizo jitihada? Kwenye baadhi ya mambo kwa kweli huwa tunahitaji kuna mambo mengine ni ya kibajeti, mambo mengine ni ya kiserikali, mambo ya kibajeti ambayo kwa kweli unapohitaji ujenzi kwa mfano wa nyumba ya watumishi, maana hilo ni swala ambalo pengine litakuwa liwepo kwenye bajeti ili mwisho wa siku liweze kuja kufanywa kazi. Lakini kama nilivyozungumza kuanzia awali kwamba kwa sababu kuna wawekezaji, lakini kwa kushirikiana pia na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Dodoma mjini tumeshaenda mpaka site, tumeshafika kwenye eneo na ameshajionea yeye mwenyewe kwa kuona kwamba kweli hapa kuna mahitaji na hapa kuna umuhimu wa kujenga nyumba ya watumishi ili angalau waweze kupata huduma. Kwa hiyo hilo mheshimiwa mbunge pia nilishamkabidhi na ameshalibeba na akasema kwamba akienda kwenye vikao vyake basi atakwenda kulizungumzia. Lakini na mimi pia naingia kwenye baraza la madiwani pia nitakwenda kuzungumzia, kwa sababu hiyo ni changamoto ambayo inatuhusu sisi wote, na mwisho wa siku kuhakikisha kwamba huduma zinakuwa ni bora kama ambavyo serikali inaelekeza kwamba tutoe huduma bora kwa wananchi wetu ama tupeleke tabasamu kwa wananchi wetu. Kwa hiyo hata wale watumishi nao pia wanahitaji kutabasamu pale wanapokuwa wanahudumia watu wao. Watoke kwenye huduma lakini pia waingie kwenye sehemu ambayo ni nzuri wakaweza kujihifadhi. Na naamini huduma zinaweza kuwa ni bora zaidi. Sawa. Wakati tunaendelea hali bado tuko katika afya, ni changamoto ni kubwa. Hali ya usafi wa mazingira iko vipi katika kata ya Mpunguzi? Hali ya usafi wa mazingira si mbaya, hali ya usafi wa mazingira ni nzuri. Uhamasishaji unafanyika na viongozi wa serikali za mitaa na kwa kweli usafi unafanyika. Kwa hiyo kumekuwa na jitihada za mara kwa mara kuhakikisha kwamba angalau maeneo yetu yanakuwa ni safi wakati wote. Kwa hiyo kama ni usafi wa mazingira, kwa kweli kwenye hilo tumepiga hatua na tuko vizuri na hakuna changamoto ya aina yoyote. Naam. Kusema kwamba afya ndio kila kitu. Afya ndio kila kitu. Ndio mtaji wa kwanza ambao ukiwa nao basi unaweza kusogea vizuri zaidi. Mimi najua kwamba katika kile ambacho umekizungumza basi mamlaka imesikia na jitihada zitafanyika kwa ajili ya wakazi wa Mpunguzi na waweze kupata kitu hicho kikubwa cha afya na kiweze kuwasaidia zaidi. Asante sana. Huu ni mwaka mwingine na karibuni wakati mwingine shule zitaanza muda si mrefu. Katika elimu hali imekaa vipi? Nini ulichokutana nacho katika elimu?
Kwanza kwenye elimu, baada ya kuwa nimeingia, nashukuru kwamba halmashauri yetu inafanya kazi kupitia kwa mkurugenzi wetu. Kwa kweli yuko ni mtu ambaye tunazungumza kwa Kiingereza tunasema ni proactive, ni mtu ambaye kwa kweli anataka kusolve matatizo mapema kabla haijawa changamoto kubwa. Kwa hiyo wakati mimi naingia tayari nimekuta kwenye kipindi hichi kuna zaidi ya milioni 46 ambayo imetengwa kwenye shule ya sekondari Nkulabi pale kwa ajili ya watoto ambao wanaenda kuanza kidato cha kwanza mwaka 2026 mwaka huu. Kwa hiyo tayari jengo liko kwenye hatua nzuri na tunaenda kwenye ukamilishwaji ili watoto wale wanaporipoti wakute tayari mazingira yote yako sawa kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo hilo kwanza nishukuru. Lakini pia nizungumze swala jingine la pili, kuna jambo jingine, kwa mfano shule ya msingi Nkulabi kulikuwa na changamoto kubwa sana ya vyoo, na pale wazazi walikuwa wamepiga kelele kwa muda mrefu, na sisi kama tulivyozungumza kuanzia mwanzo, mimi na mheshimiwa mbunge tukawa tumeshafanya hatua za awali za kutafuta angalau pia namna ya kuweza kuanza angalau ule msingi, kwa sababu wananchi walichimba lile karo. Lakini mwisho wa siku tukasema tutakuwa ni watu wa ajabu kama tutaacha hili likadondoka kwa sababu ya kipindi cha mvua. Tukafanya tulivyofanya, tukatafuta fedha angalau kwa kuanza kwa hatua ya awali kusimamisha tofali mpaka hatua ya msingi mpaka pale juu. Kwa hiyo baada ya hapo serikali nayo imekuja kuona imetuingizia zaidi ya milioni 18 kwenye shule ya msingi Nkulabi kwa ajili ya ujenzi wa yale matundu 10 ya vyoo. Kwa hiyo tunasema tunaipongeza serikali na tunapongeza halmashauri ya jiji la Dodoma kwa kuona kwamba kuna haja pia kuwekeza mkono pale ili angalau kuweza kuokoa hawa watoto, kwa sababu tunajua tunafungua shule na mazingira lazima yawe mazuri kama tulivyozungumza. Afya ndiyo mtaji wa kwanza. Kwa mwisho wa siku angalau kuajali watoto wetu basi wabaki kwenye mazingira mazuri. Lakini mbali na hilo kuna shule ya msingi Mlangwa na yenyewe pia imeingizwa milioni 10 kwa ajili ya ukamilishwaji pia wa matundu 10 ya vyoo. Walipewa fedha kwa mara awamu ya kwanza, lakini sasa hivi kwa ajili ya ukamilishwaji kwa maana ya kuweka miundombinu ya maji na vitu vingine. Kwa hiyo mwisho wa siku ni milioni 10 zimeingia kwenye account. Unaweza kaona jinsi ambavyo pia halmashauri inapambana kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa ni bora katika kata ni kata ya Mpunguzi. Kwa hiyo hayo yote ni mafanikio. Mbali na hilo pia kuna zaidi ya milioni 30 imetolewa pia kwenye shule ya sekondari Mpunguzi. Milioni 30 kwa ajili ya ukamilishwaji wa jengo la maabara ambalo lilikuwa limekaa kwa muda mrefu zaidi ya miaka 6 liko pale, lilikuwa limejengwa lakini halijakamilishwa. Lakini kwa awamu hii fedha imetolewa na sasa jengo liko kwenye ukamilishwaji wa mwisho ili angalau watoto wetu hasa wa masomo ya sayansi basi waweze kujifunza kwa vitendo na mwisho wa siku kutengeneza watu walio bora zaidi hasa kwenye mambo ya vitendo. Kwa hiyo kwenye swala la elimu liko vizuri sana. Lakini mbali na hilo tunazungumzia mwaka huu ni mwaka ambao tunategemea watoto wengi wadahiliwe kwenye hizi shule zetu. Kwa hiyo kama tulivyozungumza maandalizi yameshafanyika, lakini pia kwenye shule nitakupa takwimu hapa kidogo. Naomba niruhusu angalau nikupe hizo takwimu kidogo. Ndio. Tuna shule ya msingi Mlangwa kwa darasa la awali tunategemea kuwa na watoto 166 ambao tutegemea wadahiliwe, lakini mpaka sasa waliodahiliwa ni watoto 130. Kwa hiyo ukiangalia ni sawa na 78.3%. Kwa hiyo udahili ni mambo yanakwenda vizuri, na kwa sababu tunategemea angalau kwa wiki hii pia udahili unaweza kuongezeka na hatimaye kufikia kwenye lengo la watoto 166. Nkulabi shule ya msingi itegemea kuwa na watoto 140 watakaodahiliwa, lakini mpaka sasa hivi tunao 49 kwa takwimu za mwisho kabisa ilikuwa ni 49 sawa na 35%. Lakini ukienda Mlangwa B waliotarajiwa ni watoto 40 na mpaka sasa walikuwa wameandikishwa 15 sawa na 37%. Kwa hiyo hiyo ni kwa maana ya darasa la awali kabisa, awali. Lakini ukija kwenye darasa la kwanza tulitegemea kuwa na watoto 235 na mpaka sasa hivi wameandikishwa watoto 188. Kwa hiyo sawa na 80% ya uandikishwaji katika shule ya shule ya Mlangwa, shule ya msingi hiyo. Lakini pia ukija Nkulabi shule ya msingi matarajio ni watoto 120 wameandikishwa watoto 150 wameandikishwa watoto 60 sawa na 50% ya watoto wote. Na ukija Mlangwa B watoto walio tulitegemea kuwa na watoto 50 watakao kuwa wamedahiliwa kwa mwaka huu kuingia darasa la kwanza, lakini mpaka sasa wako 22 ni sawa na 44%. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba ni namna gani ambavyo bado tunaendelea kufanyaje kuweka jitihada kubwa kuhakikisha kwamba yale malengo na ile idadi ambayo tulitegemea iweze kufikiwa, kwa sababu bado tulikuwa na muda, na hizi takwimu ni za wiki moja. Kwa hiyo kuna wiki iliyopita ya sikukuu hizi, lakini pamoja na wiki hii yawezekana idadi imeshaongezeka zaidi. Okay. Hali iko vizuri. Safi, hiyo hongera sana. Katika upande mzima wa elimu ya msingi. Ndio. Sekondari hali ikoje? Sekondari hali iko vizuri pia kama nilivyozungumza, sekondari hali iko vizuri. Nkulabi ina jumla ya wanafunzi 195 na inatarajia sasa kupokea watoto 88 Nkulabi sekondari. Lakini pia Mpunguzi sekondari tunazungumza jumla ya wanafunzi ina jumla ya wanafunzi 1232. Lakini kwa mwaka 2026 tunategemea kupokea watoto 210 au wanafunzi 200 na ngapi? Na 10. Na maandalizi yote yako vizuri na tunategemea watoto hawa watakuja na mwisho wa siku kuanza elimu yao ya sekondari. Okay, tukigusia sekondari hapa lazima tuende katika mabweni. Ndio.
kutokana na mazingira sema kwamba wakati mwingine mtoto kaa nyumbani nayo inasumbua. Kwa ni vyema kuweza kupata nafasi ya kuwa katika mabweni. Sawa sawa. Kuna mabweni ya kutosha au bado hakuna mabweni ya kutosha, na kama hakuna mabweni ya kutosha jitihada gani zinafanyika ili kuwe na mabweni ya kutosha? Kwa shule hizi, kwa shule zetu ni shule ambazo ni shule za kutwa. Ni shule za kutwa. Sawa. Kwa hiyo inapofika hatua pengine ya kuona kwamba kuna umuhimu wa kuweka mabweni, basi msaada unapatikana. Na kwa kweli, kwa mfano sekondari ya Mpunguzi, mimi nimesoma pale. Nimesoma mwaka 2006 mpaka mwaka 2009 nikaja nikamaliza pale. Kulikuwa na mabweni, yalikuwepo na watu walikuwa wanakaa, lakini baadhi ya madarasa ndio yalikuwa yanatumika kama sehemu ya nini, ya mabweni. Lakini kadri tunavyozidi kwenda, miaka imezidi kwenda, serikali ikaona kwamba kuna haja angalau ya kujenga mabweni, na majengo yamejengwa pale mabweni na watoto wanakaa pale shuleni kwa ajili ya kuepusha ile adha ya watoto kutoka mbali kuja kutembea mpaka wapi, mpaka shuleni, kwa sababu kuna wengine walikuwa wanatembea kilomita 8. Na kabla ya shule ya Nkulabi sekondari kujengwa, maana yake ni kwamba watu wa Nkulabi walikuwa wanatembea zaidi ya kilomita 6-7 kuja mpaka Mpunguzi sekondari kufuata elimu ya nini, ya sekondari. Lakini baadaye serikali ikaona kwamba kuna umuhimu wa kujenga shule shikizi, ambayo ikaanza na shule shikizi ya Nkulabi sekondari ikiwa inaitika Mpunguzi, lakini sasa imeshapata usajili wake. Maana yake ni kwamba imeshawapunguzia adha watoto wa Nkulabi kuja mpaka Mpunguzi kupata elimu. Kwa hiyo mwisho wa siku wanaishia pale pale wapi, Nkulabi. Kwa hiyo ni jitihada kubwa ambazo zinafanyika, na kwa kweli kwa watu wa Mpunguzi pale majengo yako pale. Kwa hiyo watoto wako pale, wako mabwenini na wanasoma katika mazingira mazuri sana. Naam. Kumekuwa na changamoto pia, tukigusia sekondari, tukigusia pia na shule ya msingi, ni changamoto ambayo inagusa maeneo yote. Mimba zisizotarajiwa. Umezungumzia wanafunzi au watoto wa kutembea kilomita 7, 8, 9. Si kitu kidogo, ni parefu. Hapo katikati nakutana na vitu vingi zaidi. Sasa kuna chochote au hali ya namna hiyo ambayo imewahi kutokea katika kata hiyo, pamoja ndio umeingia na umekutana nayo, na hata kabla hujaingia labda nyuma mtangulizi wako alikutana nayo ikaweza kusuluhishwa, kuona namna gani ya kukabiliana na hali hii, au hakuna story ya namna hiyo katika kata yako? Kwa kweli nitazungumza uongo kama nitazungumza habari ya mimba hizi za utotoni, pamoja na kwamba kuna mazingira ya ujana. Najua changamoto ni nyingi. Lakini kwa kweli sijawa na kesi kabisa kwamba hii inazungumza kwamba mtoto huyu alipata ujauzito kwa sababu ya distance au umbali ambao alikuwa anatoka nyumbani kuja shuleni, au pengine kamshawishi akaweza kuingia kwenye haya mazingira. Japo naamini kwamba inawezekana kesi kama hizo haziwezi kukosekana, lakini bado sina ushahidi wa wazi ama kusikia kwa mimi kwamba kuna jambo la namna hii limeweza kutokea katika kata yangu ya Mpunguzi. Na pengine kwa sababu pia umeniambia hapa, na mimi ni vizuri sana kuendelea kufuatilia pia kuweza kuona kwamba watoto wetu wanaoanza shule, je, ni wote wanamaliza? Labda ninachofahamu, kwa sababu tumeshakaa vikao kadhaa na afisa elimu wa kata ameshazungumza habari ya utoro. Utoro huo unaweza ukawepo kwa sababu kama nilivyozungumza, Mpunguzi ni watu wengi wanafanya ujasiriamali. Wakati mwingine watoto wanajikuta kwamba wanajiingiza kwenye ujasiriamali, wanaacha masomo, au pengine anakuja leo, kesho anaondoka, anaenda kufanya biashara zake, kesho kutwa tena yuko shuleni, kesho kutwa tena hayupo. Hicho ni kitu ambacho inafika mahali ambapo inabidi sasa tulizungumzie kwa mapana yake, kuona namna gani ambapo tunaweza tukashirikishana na wazazi kuhakikisha kwanza watoto wapate elimu. Swala la biashara zitakuja baadaye, kwa sababu elimu ndio msingi unaoweza kumfanya yule mtoto akaja akafanya biashara zilizo nzuri, kwa sababu ukishapanuka kimawazo unaweza kufanya biashara kwa ukubwa wake. Lakini walio wengi wanashindwa kufanya hivyo, kwa sababu mwisho wa siku ni kwamba utaegemea kwenye biashara, mwisho wa siku unaishia kidato cha pili, kidato cha tatu, basi unabaki nyumbani. Na baada ya hapo hautakuwa na mwanga utakao kusaidia huko mbeleni kwenye biashara zako. Ni Mheshimiwa Diwani wa kata ya Mpunguzi, Mheshimiwa Isaya Aidan Chilongani. Tunazungumza naye hapa na anaonyesha namna ambavyo anataka Mpunguzi ifike kule ambako yeye anatamani afikishe katika miaka hiyo 5. Na anaamini kwa vyovyote vile atafanya, kwa sababu tayari juhudi ameshaanza kuzifanya, kukutana na wadau na kuweza kurekebisha kabla ya kusubiri kutoka juu fedha kuweza kutoka. Mapumziko yafuatayo, tukirejea katika jicho letu tutataka kujua kila sehemu, ili maisha yawe mazuri lazima kuwe na ulinzi na usalama. Hali ikoje katika kata ya Mpunguzi? Lakini kwanza mapumziko yafuatayo. Sky TV.
Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 33 36. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Ni jicho letu, tufuatilie vizuri zaidi kupitia Sky Digital at Sky International TV. Asante kwa kuweza kufanya hivyo. Niko na Mheshimiwa Diwani Isaya Aidan Chilongani kutoka kata ya Mpunguzi. Ameeleza vitu vingi zaidi sana. Wakati kabla ya kwenda mapumziko tuligusia kwamba ulinzi na usalama ndio mpango mzima. Bwana, kule Mpunguzi vipi, kuna tatizo lolote la usalama na ulinzi au mambo ya kupoa? Kwenye kata ya Mpunguzi kwa kweli hali ya ulinzi na usalama iko vizuri sana. Iko vizuri sana kwa sababu tuna vikundi shirikishi kwenye jamii ambavyo vinatusaidia sana katika shughuli za ulinzi. Lakini pia tunaye polisi kata yuko pale kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri kwenye kata yetu ya Mpunguzi. Na kwa kweli hatuna matukio makubwa sana ya kutisha kwamba kuna jambo hili na hili, kwa mfano labda wizi wa ng'ombe, mauaji. Kwa kweli hatujawa na changamoto za namna hiyo. Kwa hiyo ni changamoto ndogo ndogo ambazo wakati mwingine zinaishia kwenye kata na mambo yanakwenda vizuri. Kwa hiyo hatuna tatizo kabisa kwenye swala la ulinzi na usalama kwenye kata ya Mpunguzi. Lakini bado jitihada mnaendelea kuzifanya hii ili kudhibiti hivyo vitu visitokee. Kabisa, kwa sababu huwezi kulala. Ni lazima ufike mahali kwamba kama swala kuna amani kwenye eneo fulani, ni lazima amani ile iendelee kuwa ni endelevu wakati wote, ili angalau watu waweze kufanya majukumu yao katika namna iliyo nzuri zaidi, kwa sababu ni lazima kuhakikisha kwamba ulinzi wakati wote uko imara kwenye kata ya Mpunguzi. Sawa sawa. Vijana, kina mama na watu wenye ulemavu ndio wanataka fedha bwana. Ndio. Kuna mkopo kule unatoka kwenye halmashauri. Mpunguzi vipi? Kwa sababu Mpunguzi nyinyi mnalima zabibu. Mnahitaji hizo fedha kweli? Mnajitegemea bwana, mna mipango yenu? Yaani pamoja na kufanya biashara, unaweza ukawa ni mkulima, unaweza ukawa ni nani, hata wakulima wakubwa bado wanaenda kukopa na wanahitaji fedha kwa ajili ya kufanya shughuli zao. Kwa hiyo hata kata ya Mpunguzi pia, kwa hiyo mikopo ya 10% ya halmashauri inahitajika kwenye kata ya Mpunguzi. Tunazungumzia 10% ya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Na kwa kweli mimi nimeshakaa vikao na wataalamu wangu ikiwemo pia afisa maendeleo ambaye pia najua ni jukumu lake la moja kwa moja pia kuhakikisha kwamba vikundi hivi vinasajiliwa na kuweza kupatiwa mikopo. Na katika fuatilia yangu nimekuta vikundi viko 21 ambavyo vimeundwa kwenye kata ya Mpunguzi. Lakini kuna vikundi 5 ambavyo nafikiri vilikuwa vimefanya maombi kwa awamu ya kwanza. Na katika yale maombi nafikiri havikufanikiwa kupata ile mikopo. Na changamoto kubwa ilikuwa inaonekana kama wale watu pia hawajakidhi vigezo vya upataji wa ile mikopo. Na nikajaribu kufuatilia, nikaona changamoto sio kwenye kata ya Mpunguzi, pia ni kwenye baadhi ya maeneo ya kata zingine. Kwa nini? Kwa sababu serikali ilibadilisha utaratibu wa awali wa kwamba sasa mikopo ile ilikuwa inatolewa na halmashauri. Lakini sasa hivi halmashauri yenyewe ni kweli ile fedha inaingizwa kwenye akaunti za kwenye benki. Kwa hiyo mabenki ndio wamekuwa mawakala wa utoaji wa hizi mikopo. Benki ya NMB pamoja na CRDB. Kwa wakati mwingine watu wa benki wakija nao pia walikuwa wanakagua vile vikundi na kuona kwamba shughuli zao ni zipi hasa wanazozifanya. Kwa hiyo kama umeomba milioni 10 wanaangalia shughuli wanazozifanya, na wakati mwingine ilikuwa nafika mahali wanaangalia wanaona kwamba vigezo vya kupata milioni 10 hawana. Na hiyo ikawa ni changamoto kubwa sana katika utolewaji wa hiyo mikopo. Kwa hiyo mimi sasa nilipoingia nikaona hiyo changamoto, nikasema hili jambo ni lazima tufike mahali kwamba tulipatie ufumbuzi. Kwa nini? Kwa sababu tunasema kwamba na halmashauri inasisitiza kwamba mikopo ipo ya 10%, na hata hivi majuzi ilikuwa imetangazwa kwamba tarehe 31 mwezi wa 12 ndio ilikuwa mwisho wa kufanya maombi mengine. Sasa kulikuwa na watu ambao walikuwa wameomba kwa awamu ya kwanza hawajapatiwa mikopo. Sasa wale tena waombe? Hapana. Tukasema kwanza tufuatilie wale waliokuwa wameomba, tuone kwanza
Kama benki zinasema vigezo hawajavitimiza, basi waje watuambie wanahitaji kutimiza nini na nini na nini, ili watu wale wapate nini? Wapate mikopo. Kwa sababu tunachohitaji nini? Ni mikopo. Na serikali inasema watu wapate nini? Mikopo. Tuambieni kama ni vigezo hawajakidhi, basi vigezo gani wanatakiwa kuvifuata ili watu wale wapate mikopo. Kwa hiyo jitihada zinaendelea kufanyika kuhakikisha kwamba watu wa Mpunguzi na vikundi vile ambavyo vimeundwa ili mwisho wa siku waweze kunufaika na mikopo inayotolewa ya 10% na halmashauri ya jiji. Kwa wale ambao wamepata vipi? Wamefanya kile ambacho kinatakiwa kufanyika au ndio wamepata mkopo kaenda kuoa? Hapana, na kwa kweli mara kwa mara tumekuwa tukisisitizana. Hata mimi kwenye wakati wa kampeni zangu nilizungumza nikasema, hii mikopo unapopewa unaitwa mkopo. Huu mkopo maana yake ni kwamba unahitaji kurudi ili umsaidie na mwingine. Kwa hiyo unapopewa mkopo usiseme kwamba mimi sikuwa na simu ngoja nikanunue taji. Mimi sikuwa na simu ngoja nikanunue sofa. Sasa ndio kuna nini kufanya biashara zikae vizuri tu. Tunaanza na kianzio. Hapana, ni lazima kwanza ufanye biashara upate faida, na utakapopata faida sasa ile faida yako ndio ukafanye mambo yako, lakini mkopo ule kwanza ufanyaje? Urudi ili kwa ajili ya kwenda kuwasaidia watu wengine. Kwa sababu usiporudisha maana yake unaharibu sifa ya kata na mwisho wa siku hata mikopo hiyo haiwezi kutolewa kwenye kata husika. Kwa hiyo nimekuwa nikisisitiza kwamba kama kuna kikundi chochote kitanufaika kuweza kupata mkopo wa 10%, basi kiende kikafanye kazi kulingana na vile ambavyo wao wamejieleza, wamejitanabaisha kwamba ni watu wa kufanya shughuli gani, wakafanya zile shughuli. Mwisho wa siku ule mkopo uende kuwasaidia na wengine. Naam. Kata Mpunguzi ina kausha damu. Kausha damu naweza nikasema kwamba hiyo mikopo inayotolewa na watu ipo. Na ipo na watu wakati mwingine ilipokuwa kifeli hii watu wanakimbilia kule, pamoja na kwamba riba ni kubwa, na ndio maana nakwambia mkopo unahitajika kila siku. Kwa hiyo mtu akifeli huku maana yake inabidi akimbie kwenye kausha damu. Kwa hiyo wengi wameingia kule kwenye kausha damu, na mwisho wa siku kwa kweli zinawahenyesha sana ile mikopo, kwa sababu ile ni mikopo mibaya mno. Hawajaja kwa nani kwa diwani. Wewe mheshimiwa diwani bwana, mambo haya bwana, diwani bwana tusaidie bwana, haya mambo magumu bwana. Mpaka sasa sijapokea mashtaka yeyote kwamba nimeshindwa kurejesha fedha au pengine nimepelekwa sehemu fulani, bado sijapokea mashtaka. Nafikiri watu wanafanya kazi, lakini wanafanya kazi kurejesha zile fedha, lakini wanafanya kazi kwenye mazingira magumu sana, kwa sababu riba ile mikopo ni kubwa mno ukilinganisha na hii ya serikali. Naam. Sawa. Kwa hiyo tuna encourage zaidi ya serikali ndio itolewe na watu wakachukue kwa wingi zaidi, ili angalau waweze kufanya shughuli zao kwa uhuru zaidi, ili mwisho wa siku hata akipata ile 10%, basi akishapata ile pesa anairejesha jinsi ilivyo, kwa sababu hii ni mikopo isiyo na riba. Sawa. Maendeleo na vitu vingi zaidi. Mpunguni kuna shida yote ya maji, umeme? Kwa kweli kama nitazungumza jambo ambalo nafikiri linaweza hata mimi kuning'oa kwenye nafasi yangu hii ya udiwani, ni changamoto ya maji. Umekalia hilo kuti? Hilo nimekalia kuti kavu. Na kwa kweli kila mahali nilipokuwa napita kwenye kampeni zangu ilikuwa kilio ni maji. Sehemu yoyote unapoenda kilio ni maji, na hata mpaka leo ukikaa kilio ni maji. Jana nilikuwa na kikao, nilikuwa na wajumbe wa ODC, kilio ni maji, kwamba bodi ya maji ifike hapa tu wahoji. Changamoto kubwa ni maji. Lakini katika changamoto hiyo ya maji ni kwamba Mpunguzi ilikuwa ni eneo ambalo kwa kweli halikuwa na changamoto ya maji miaka ya nyuma. Nitazungumza hivyo kwa sababu pengine kabla hatujafikia kwenye haya maji safi na nini, watu walikuwa wanatumia angalau niseme kwa tofauti na maeneo mengine. Walikuwa wanatumia maji ya kwenye visima. Watu wanaingia kwenye visima, pamoja na kwamba si maji safi na salama, lakini yalikuwa yanapatikana wakati wote kwenye makorongo. Lakini sasa ilipoanza utaratibu huu wa madini ujenzi, ambao tunaamini kwamba ni kweli serikali inaingiza mapato, halmashauri inaingiza mapato, lakini kwa kweli imekwenda kuharibu uchumi wa watu wa Mpunguzi. Nitazungumza mambo machache juu ya hilo. Kwanza nitazungumza juu ya miundombinu. Kuna uharibifu wa miundombinu kwa sababu ya uchukuaji wa madini ujenzi. Nazungumzia mchanga. Kuna daraja moja ambalo ni kiunganishi cha kijiji cha Chibelela pamoja na Mpunguzi. Chibelela iko wilaya ya Bahi pamoja na Mpunguzi. Lile daraja kwa sehemu imefika mahali ni kama daraja linataka kudondoka. Sasa kwa sababu limeliwa kwenye baadhi ya kingo, zimelika sana chini. Na ninashukuru serikali pia imeona hilo, pamoja na halmashauri ya jiji la Dodoma imeona hilo na kutuma wataalamu pale. Juzi wameripoti pale na mwisho wa siku wameanza ukarabati kurekebisha lile daraja. Kwa hiyo hatua zimechukuliwa kwa ajili ya kuweza kudhibiti. Lakini pia daraja kubwa hili la Dodoma Iringa pale Mpunguzi. Kabla hujafika Mpunguzi pale center kuna daraja kubwa sana pale. Lakini kwenye kingo za upande wa magharibi huku zimeanza kumomonyoka na kudondoka. Hiyo ni hatari kwa sababu kilichosababisha yale ni madini mchanga yalipokuwa yamezolewa. Kwa mwisho wa siku ni kwamba imefika mahali sasa maji yanakuja kwa kasi, yanakuja kuondoa mpaka kile kilichokuwa kimejengwa. Kwa hiyo daraja hili limeanza kumomonyoka kwa sehemu. Kwa hiyo ni jitihada za makusudi zinahitajika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kwanza madaraja yanabaki kwenye usalama, ikiwemo wahandisi pia wafike pale kwa ajili ya kuweza kuona usalama wa lile daraja, kwa sababu ndio uchumi pia. Ule ni uchumi.
Na ninapozungumza uchumi, kwa sababu najua daraja lolote ambalo pengine linaunganisha mkoa na mmoja na mkoa mwingine, nategemea kwenye yale maeneo kuna mazao mengi sana, kuna shughuli nyingi sana za kiuchumi zinazofanyika. Tukiharibu miundombinu, maana yake ni kwamba tutashindwa sasa kuweza kuwahudumia watu wetu na kuweza kupata mapato pia ambayo yangeweza kuisaidia nchi yetu kuweza kufanya huduma mbalimbali. Sambamba na hilo, madini ujenzi haya pia yamepelekea makorongo yetu kubaki na mawe, yamebaki mawe tu. Kiasi ambacho zamani nakwambia watu walikuwa na uwezo wa kuchimba pale visima, wakamwagilia zabibu, wakamwagilia nyanya, wakamwagilia mboga, lakini sasa hakuna hata visima. Kwa hiyo kuna visima ambavyo vimechimbwa, viko visima 5 na vingine, kwa mfano visima 2 vilichimbwa mwaka 2019. Mpaka leo imebaki kuwa ni shimo tu, kile kisima havitoi maji, yani kwa maana kwamba maji yale hayajaanza kusambaa kwa ajili ya kuwanufaisha wananchi. Kwa hiyo ni ombi langu kwa halmashauri ya jiji la Dodoma, kuna wataalamu wako wengi, wafike pia kwenye eneo husika, pamoja na serikali iangalie, ifike kwenye eneo husika na kuja kuangalia, kwa sababu pale sio uchimbaji wa visima. Kinachohitajika ni visima vilivyoko viweze kutengenezewa miundombinu ili maji yaende kwa nani? Kwa wananchi. Na baada ya hapo mimi naamini maji inaweza kuwa ni historia katika kata ya Mpunguzi. Vitu hivyo vikirekebishwa. Okay. Na hili ni jambo kubwa sana. Hili ni jambo kubwa sana kwenye kata ya Mpunguzi. Sawa. Kwa sasa wakati tunasubiri ya mambo, kuna jitihada yote imeanza kufanyika labda binafsi na kao diwani anasema hapa sasa hapa tunafanyaje hapa? Kwa kweli kuna changamoto kubwa. Tulijaribu sana kwa sababu kulikuwa na kisima kimoja cha Water Mission ambacho kwa kimechimbwa kikawa hakitoi maji, lakini baada ya kuwa nimeingia tulifanya uhamasishaji, tukawaita wale watu, pamoja na kwamba sasa yule meneja wa RUWASA waliyepo kwenye kanda yetu ilibidi atoe fedha kwenye eneo jingine kuja kuhudumia kata ya Mpunguzi ili mwisho wa siku kile kisima ambacho kilikuwa hakitoi maji basi kianze kutoa maji. Kwa sababu ule mradi ulitengenezwa ulikuwa ni ufadhili, baada ya hapo kama umekabidhiwa na mwisho wa siku ukafika mahali ni kama utoi maji. Lakini kwa sasa maji yameanza kutoka. Kwa hiyo kwa sehemu tunawashukuru pia wale, baada ya kuwa tumewaita wamefika na kuja kutatua changamoto ya maji, angalau kupunguza kwa sehemu hata hiyo ya maji kwenye baadhi ya mitaa ya kata ya Mpunguzi. Lakini pia kwa upande wa Mkulabi kuna watu ambao walijitokeza pia wakachimba kisima. Kwa hiyo kuna baadhi ya water stations ambazo zimeshajengwa ili angalau kuweza kuwahudumia watu wa eneo la pale Mkulabi. Lakini tunahitaji jitihada za makusudi pia zichukuliwe kuweza kuhakikisha kwamba huduma inapatikana kwa watu walio wengi zaidi, kwa sababu wanaopata ni watu wachache kati ya wengi walio kwenye kata ya Mpunguzi. Naam. Hilo ni katika eneo la maji. Ndio. Umeme vipi? Umeme kwa kweli tunashukuru umeme umefika kwenye kata ya Mpunguzi na katika maeneo mengi umeme upo. Bado changamoto pia ipo kwenye baadhi ya maeneo. Kwa mfano nikizungumzia eneo moja inaitwa Mkwawa. Hilo eneo ni kama lilikuwa limesahaulika. Kuna wakazi wengi sana kwenye lile eneo, lakini hawakuwa wamefikiwa na umeme, na hata nguzo kufika kule kwenye yale maeneo ilikuwa bado haijafika kabisa. Kwa nini? Yani ni swali ambalo nakuuliza kwa sababu pamoja ndio umeingia. Ndiyo. Lakini neno kwa nini siwezi kukwepa kukuuliza. Nikiwa namaanisha kwamba kwa vyote vile unaweza kuwa umegundua sababu kwa nini lilisalaulika. Kusahulika kwake kwa sababu ni kama nilivyozungumza kuanzia mwanzoni, kuna vitu vingine ni vya kibajeti na serikali inaenda kwa bajeti wakati mwingine. Kwa hiyo wananchi tunawaambia wakati wote kwamba wawe na subira, na sisi kwa sababu ni viongozi ambao tumechaguliwa tutakwenda kuwasemea. Katika haya tunaamini kwamba serikali pia tunapozidi kusema naye pia inasikia na kuona. Kwa hiyo yale mambo ambayo pengine hayakuwa kwenye bajeti, kwa sababu hata yale ya mwanzo yalifanyika, lakini yalikuwa yanafanyika kwa nini? Kwa awamu. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama itafika wakati fulani ambao awamu pia inaruhusu na fedha inaruhusu, basi angalau tunaweza tukaamini kwamba na yale maeneo ambayo yalikuwa yamesahulika basi yanaweza kupata nini? Yanakapata umeme. Kwa mfano, kuna mradi unaitwa umeme jazilizi ambao nafikiri unaweza kaanza wakati wowote. Ninaamini katika ule mradi wa umeme jazilizi inaweza ikafika mahali yale maeneo ambayo pengine hayakuwa yamefikiwa na umeme yakaweza kufikiwa na umeme, na mwisho wa siku watu wa Mpunguzi basi ikafika mahali nao kila mmoja akafurahia kuwa na huduma ya nini? Huduma ya umeme. Kwa hiyo ninaamini serikali inasikia, na serikali kupitia huu umeme jazilizi naamini kwamba hatutaweza kuruka watu wa kata ya Mpunguzi. Naamini tutakuwa ni sehemu ya ule umeme jazilizi na yale maeneo yaliyokuwa yamesahulika, ikiwemo mtaa wa Mlangwa, lakini pia mtaa wa Sabasaba, kuna mtaa wa Mkwawa. Hiyo mitaa pamoja na mtaa wa Mkulabi, hiyo mitaa itaweza kufikiwa na umeme, na mwisho wa siku wale watu basi wakajiona pia nao ni sehemu ya kata nini? Ya Mpunguzi. Kwa sababu kuna baadhi ya maeneo pia wako milimani. Kwa mfano hilo eneo la Mkwawa wako mlimani. Wao wanapoangalia huku chini wanaona mataa yanawaka, lakini wao miaka yote hawajafikiwa na umeme. Umeme kwa kama historia hii. Inakuwa kama ni historia. Kwa hiyo itakuwa ni vyema sana kama serikali pia itaona jitihada za kuweza kufikisha umeme kule, ili watu wale pia nao wakawa ni sehemu ya watu ambao wanaweza kunufaika na huduma ya umeme. Ni diwani wa kata ya Mpunguzi Mheshimiwa Isaya Aidan Chilongani, nazungumza naye hapa katika jicho letu muda na wakati kama huu. Kubwa zaidi kutaka kuweza kufahamu Mpunguzi ni kata ipi, ipo katika jiji la Dodoma, lakini pia jitihada mbalimbali ambazo zinafanywa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba maendeleo
yanapatikana katika eneo husika, ni kitu ambacho kimetuweka hapa mimi na yeye na kuhakikisha kabisa kwamba jicho linafumbuka na kuweza kuzungumza hili kwa undani zaidi sana. Tumegusia vitu tofauti tofauti, lakini kuna eneo ambalo hili bila kuligusia itakuwa ni ugomvi. Nikiwa namaanisha kwamba vijana wao katika eneo la twende kwenye michezo. Vipi Mpunguzi mnaiangalia vipi michezo katika tafsiri ya ajira, au naionaje, au kwa michezo sio ajira? Michezo kama ambavyo tunaona sasa hivi, michezo imekuwa ni sehemu ya ajira kubwa sana, hasa kwa vijana, na niseme tu Mpunguzi pia imekuwa ni eneo moja ambalo lina vipaji vingi sana. Nafikiri pia watu, kama kuna watu wanaochagua vipaji, basi hata sasa hivi kuna ligi inaendelea pale kwetu, wanaweza wakafika wanaweza wakapata mawasiliano au wakafika kwangu, kwa mheshimiwa diwani nitawapeleka kwenye eneo husika, wale wanaofanya scouting basi waweze kufika na kuweza kuona vipaji mbalimbali ambavyo vinaendelea kwenye kata ya Mpunguzi. Kuna ligi inaendelea pale. Kwa hiyo michezo ni sehemu ya ajira. Michezo ni sehemu ya kuunganisha watu. Michezo ni sehemu ya afya. Michezo ni sehemu ya kuleta umoja na amani. Michezo ni connection. Michezo ni connection. Asante kwa kunisaidia pia kwenye hilo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kupitia michezo watu wengi wanaweza kunufaika, na kwenye kata ya Mpunguzi kwenye michezo tuna mwamko mkubwa sana. Kwa hiyo miaka ambayo mimi mwenyewe nimecheza mpira na kuna wakati ilikuwa nafika kweli kweli, yani kuna kuwa na hamasa kubwa mno, na hata ukifika wakati pengine nitakuja kuwashirikisha, pengine kwa sababu tuko hapa kwenye kipindi, kuna wakati ikifika kuna ligi moja ambayo huwa ni maarufu sana, lakini huwa ni wakati wa kiangazi, huwa ni miezi ya 6 mpaka 7 hapo. Nitakuja pengine kuomba sasa tufike angalau kwenda kurusha kile kipindi muweze kuona jinsi ambavyo Mpunguzi na kuaga na hamasa. Tunafunga kabisa, pamoja na kwamba hatuna uwanja ule rasmi, lakini tunafunga kabisa maturubai. Watu wanaoingia pale mwisho wa siku ni kwamba angalau wanakuwa katika mazingira mazuri. Ligi huwa ni ligi kweli kweli. Kwa hiyo tunaamini kwamba michezo ni sehemu ya kuweza kuwajenga vijana, ni sehemu ya kuwatafutia fursa, lakini pia ni sehemu ya kuunganisha watu, na angalau pia ifike mahali kuwe na amani na utulivu katika kata yetu ya Mpunguzi. Tumegusia vijana katika eneo la michezo, lakini hawa vijana pia tunaogusia katika eneo la maafisa usafirishaji. Ndio. Hali ikoje, na wewe ndio sasa hivi kipindi chako cha kwanza, unawatazama vipi hao vijana? Kuna wale vijana wengine ambao labda wamemaliza shule, wamemaliza vyuo, lakini wako bado hawajaelewa nini kinachoendelea, bado mjini wanasema anajitafuta, bado anajitafuta ili aone namna gani ya kuweza kwenda. Na wengine najua kwamba kwa vyovyote simu inaita mpaka inaisha chaji, kwa sababu ya kujua kwamba diwani ndio ana majibu yetu, diwani ndio atatupeleka mjini. Vitu vya namna hiyo. Unashughulika vipi na kuhangaika vipi na hawa? Kwanza niseme Mpunguzi kama nilivyozungumza kuanzia awali ni sehemu ambayo kwa kweli watu wanafanya biashara. Na maafisa usafirishaji wako pale, wanafanya shughuli zao za kujikimu kimaisha na kujiingizia kipato. Lakini pamoja na hayo ninajua kwamba watu wengi changamoto kubwa huwa ni rasilimali fedha, ndio huwa changamoto kubwa. Kwa sababu walio wengi wanafanya hizo biashara, lakini mwisho wa siku ni kwamba wamepewa pikipiki za mikataba na watu. Na ukiangalia ile mikataba wakati mwingine inaenda mpaka miaka miwili au miezi 18 mpaka miaka miwili. Sasa ukiangalia miezi 18 mpaka miaka miwili, huyo mtu ni kama anakuwa anamtumikia mtu kwa miaka yote hiyo miwili. Kwa kweli inakuwa ni changamoto kubwa sana, na kuwafanya vijana wale wapige hatua inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo unakuta kijana anateseka kwa muda mrefu. Na mimi nitoe wito, wakati naingia kwenye hizi kampeni zangu nilizungumza kwamba nikasema itafika mahali tutaona, kwa sababu pia kuna hii mikopo ya 10% ni sawa ya vijana, lakini pia kuna mabenki yanakopesha. Na mabenki yale sisi baada ya kuwa tumeingia kwenye nyasifa hivi, mabenki yalituita, na katika kutuita walituseminisha na wakasema kwamba kumbe kuna fursa ya wale maafisa usafirishaji kuweza kupata ile mikopo ya pikipiki ama maguta ama bajaji, lakini awe na kianzia kidogo, lakini pia awe ni mtu aliyesajiliwa na kutambulika. Kwa hiyo mimi ni wito wangu pia ni waalike mabenki, kwa sababu kule mimi tayari nimeshaanza uhamasishaji wa vijana kuweza kujisajili, waweze kupata vitambulisho, ili tutakapokuwa tumeita watu wa benki na kufika pale waende wakazungumze na watu ambao tayari wameshasajiliwa, na mwisho wa siku kama ni vigezo vya kuweza kupatiwa pengine fedha kwa ajili ya kwenda kununua pikipiki au kupatiwa pikipiki, ili wawe na vile vigezo. Kwa hiyo naamini kwamba inaweza kuwasaidia watu wengi, na mwisho wa siku pengine akafanya kazi kwa mwaka 1.5 ama pengine mwaka 1 akawa ameshakamilisha malipo yake, na ile pikipiki kabaki kwa mali yake, na akaendelea kujinufaisha yeye pamoja na familia yake pamoja na kata yetu ya Mpunguzi kwa ujumla wake. Mheshimiwa Isaya Aidan Chilongani, diwani wa kata ya Mpunguzi. Dakika angalau 2 au 3 hivi uzungumze na mtazamaji na mwananchi wako wa Mpunguzi kutoka hapa Sky TV. Neno zuri kwake ambalo unataka uzungumze naye ili kuhakikisha kwamba naye akusaidie uweze kutimiza ndoto yako juu ya kwake yeye, kwa sababu lazima tusaidiane. Anakutazama, karibu.
Asante sana. Kwanza nipende kuwashukuru wananchi wa kata ya Mpunguzi kwa makubwa ambayo kwa kweli tunaendelea kushirikiana nao, lakini pia niwatakie heri ya mwaka mpya wale wengine wote ambao pengine hatujaonana, kwa sababu sio watu wote tumeonana. Kwa hiyo nitumie fursa hii pia kuwatakia heri ya mwaka mpya, na ninaomba mwaka huu ukae ni mwaka wa mafanikio na ukae ni mwaka wa kupambana kweli kweli, kwa sababu tuliahidi mambo mengi. Lakini pia ninachowaomba wananchi wa kata yangu ya Mpunguzi pamoja na wananchi wote wa kata ya Mpunguzi ni ushirikiano mkubwa kutoka kwao, kwa sababu nitakuwa na mambo mengi sana ambayo kwa kweli natamani kuyafanya, lakini sitaweza kuyafanya kama nikiwa peke yangu. Ninaamini ushirikiano huu unaweza kupatikana kwa kupitia wadau walioko kwenye kata ya Mpunguzi, wawekezaji walioko kwenye kata ya Mpunguzi, wafanya biashara, maafisa usafirishaji, mama ntilie, hawa wote ninawahitaji katika safari yangu hii ya miaka mingapi? 5, na ikiwezekana pengine ni miaka mingine tena 5. Lakini kwa wakati huu, kwa hii miaka 5, basi tushirikiane pamoja, tuwe wamoja, tutengeneze mshikamano mzuri. Pale palipo na changamoto, basi tuambizane kwa upendo, ili mwisho wa siku ni kwamba tutatue kero na changamoto zilizoko kwenye kata ya Mpunguzi, kwa sababu bila wao mimi naamini mambo hayatawezekana, lakini tukishirikiana pamoja mambo yatakwenda vizuri. Kwa hiyo mwananchi wangu wa kata ya Mpunguzi, na kushukuru sana, tuendelee kushirikiana pamoja, na mimi niko hapa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi wa kata ya Mpunguzi na watendaji wote pengine wa serikali na wafanyakazi wote wa serikali, wenye vitu wa serikali za mitaa. Naomba tuunganishe nguvu, la kwetu liwe moja, na mwisho wa siku naamini Mpunguzi tulioikuta na Mpunguzi tutakayoiacha itakuwa ni ya tofauti sana. Kwa kufanya hivyo, naamini tunaweza kuisaidia kata yetu ya Mpunguzi. Asante sana Mheshimiwa Isaya. Nashukuru sana. Mimi nakushukuru sana. Asante sana. Naam. Nashukuru sana kwa fursa hii pia. Asante. Huyo ndio Mheshimiwa Isaya Aidan Chilongani, diwani wa kata ya Mpunguzi. Nimezungumza naye katika jicho letu kwa wakati huu, na ameeleza mikakati, mambo anayopitia na matarajio yake, na imani kwa vyovyote vile ataungwa mkono na kuweza kufika mbali zaidi sana. Nikushukuru kwa sababu umechukua muda wa thamani kutazama Sky TV. Mimi naitwa Maliango Mogeta, naendelea kubaki na sisi katika vipindi vyetu bora zaidi kutoka hapa Sky TV. Asante sana.